Dakta, ukijipata kwenye kikao na watu haupo familia sana nao, jitahidi sana kutochangia kila mada. Unaweza hisi unaongea mapointi, kumbe ndio unachoma kabisa na ukaisha kuaibika. Salamu zangu za dhati ziwafikie wakazi wa kijiji cha Mwambani, Ngerenya, wadi ya Tezo, Kilifi Kaskazini, kwake Mheshimiwa Owen Yabaya, nikiwaambia kwamba ukiona mbwa wako ameanza kukubwekea, jua kuna mtu mwingine ameanza kumpatia chakula. Mtazamaji, ni Jumanne ya tarehe 4 mwezi Agosti mwaka 2026. Jambo na karibu, naitwa Joseph Lewa. Kumbuka matangazo unaweza kuyapata mubashara kupitia mitandao ya kijamii, ambapo kwenye kurasa wetu wa Facebook tunapatikana kama Alshifa Digital Kenya, pale YouTube ni Alshifa Television Kenya, na kwenye mitandao ya TikTok, Instagram na X ni Alshifa Media Kenya. Tuanze na taarifa ambayo tumeweza kuipatia kipaumbele mtazamaji siku ya leo. Ni kwamba hatua ya kuwajibisha wanaodaiwa kuhusika na upotevu wa zaidi ya shilingi milioni 600 za kanisa la Methodist Kenya zimeanza kushinikizwa, kwa viongozi wa kanisa hilo wakitaka wahusika wote wakamatwe na kufikishwa mahakamani. Uongozi wa MCK umesema hakuna atakayelindwa katika uchunguzi huo, ukisisitiza kwamba sheria lazima ichukue mkondo wake ili kurejesha uwazi na uwajibikaji katika usimamizi wa rasilimali za kanisa. Wakizungumza katika kongamano la viongozi wa MCK kanda ya Pwani, viongozi hao walisema ripoti ya ukaguzi wa hesabu imebaini madai ya udanganyifu na ubadhirifu wa fedha unadaiwa kufanyika katika kipindi cha takriban miaka 10. Wamesema kanisa litaendelea kushirikiana na vyombo vya uchunguzi kuhakikisha ukweli umebainika na hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi ya watakaopatikana kuhusika. Kanisa ni lisimame na likemee udhalimu na kama huo, na kanisa letu liweze kuwa kanisa ambako kila mtu akiingia hapo asihesabiwe na lile kule alikotoka, lakini ahesabiwe kama Mkristo na ahesabiwe na haki zote ambazo kanisa linapeana. Much needs to be done in the Methodist Church in Kenya to stem the loss of church funds and resources through corruption, theft, misplaced priorities and impunity. We call the stakeholders at all levels of the church to a firm commitment to moral uprightness, integrity, accountability, and above everything else, godliness in the management of the affairs of our beloved church. Kwingineko ni kwamba baada ya aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa Katana Karisa kutoa taarifa yake rasmi ya kujiondoa katika chama cha UDA, wakazi wa kaunti ya Mombasa wametoa hisia tofauti kuhusu hatua hiyo. Baadhi yao wakimpongeza kwa uamuzi huo, huku wengine wakimtaka aweze kutathmini upya hatua hiyo ili asije akajuta baadaye. Mwandishi wetu Mohamed Ismail alizungumza na baadhi ya wakazi hao na kutuletea taarifa ifuatayo. Na mwenzangu, nipo katikati mwa jiji la Mombasa tayari ni kujengea taswira ilivyo kuhusiana na mchakato mzima wa joto la kisiasa lilivyo nchini, hususan katika ukanda huu wa Pwani, ambapo wiki jana tulimwona aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa tayari alijiuzulu katika chama cha UDA baada ya kusema kuwa alihisi kusalitiwa na Rais William Ruto, na pia alidokeza kuwa naomba Rais William Ruto asije akamdhuru baada ya kukihama chama hicho. Lakini sasa hivi pia tuliona watu kutoka viongozi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali wakimtembelea kule kwake nyumbani Kakuyuni, Malindi, wakitaka kujua hatima yake je ni ipi baada ya yeye kukihama chama cha UDA. Kwa hivyo sasa hivi niko hapa mjini Mombasa, nitakuwa tunasikia maoni tofauti kutoka kwa wakazi wa kaunti hii. Ni upi mtazamo na watarajia nini kwa Aisha Jumwa baada ya kukihama chama hicho kuhusiana na joto hila kisiasa nchini linavyoshuhudiwa? Mimi naitwa Yasin Mweka, mimi ni mkaaji Mombasa, nasaliwa Meru County. Mimi kura yangu ni hapa Mombasa, lakini kivyangu mimi Aisha Jumwa kujiondoka chama cha UDA akujamuondolea Rais Ruto chochote, manake hana mchango wote. Manake hata pale walisimama na Mung'aro aliangushwa na akiwa na chama kile cha UDA, kumaanisha kutoka chama ya UDA Aisha Jumwa hajaondoa chochote kwa kile chama. Kwa hivyo ni akae tena chini ajiangalie kimawazo yake, hajue kama njia yake yenye amefuata ni sambamba ama sio sambamba. Manake pale mwenyewe wamejichanganya. Sasa hata akisema asimame kwa kiti ya gavana pale Kilifi County, bado tu Mung'aro atamwangusha. Na Mung'aro saa hii ako serikalini, ako na chama ya ODM na ODM sasa iko kwa serikali.
Kwa hivyo pale ODM bado inatengeneza serikali nyingine. Kama Aisha Juma anataka kujiondoa, yeye mwenyewe ndiye ataibika. Hapa kaunti ya Mombasa, siasa ya Aisha Juma kuondoka pale hakuadhiri chochote. Manake hapa kaunti ya Mombasa, kingpin wa Mombasa ni Hassan Joho. Na Joho sasa yako serikalini. Na Joho ndiye kusema Mombasa. Kwa hivyo hata yeye akiondoka pale, bado serikali iko imara. Hata bila Aisha Juma serikali bado imesimama. Mimi naitwa Ramadhani Asumani. Tunazungumzia Hamisi Juma. Na vile Aisha Juma, vile ambavyo amechukua ile hatua ya kujiondoa kwenye ile chama ya UDA, amefanya vizuri kwa sababu nafsi yake ilitamani aondoke akafanye kazi kwingine. Kwa hiyo mimi si kama wakazi wa Likoni, tumeona kwamba kujiondoa kwake ni sawa yake kwa sababu wameona hakuna manufaa, labda akienda mbele kutakuwa na manufaa zaidi. Mimi nimeona hata akijiunga na Azimio si vibaya kwa sababu yeye mwenyewe ashaona kwamba pale hapamfai, lakini akisonga mbele ataendelea kufanyaje? Ataendelea kutanua akili na kusonga mbele na kusaidia tena raia kama sisi watu wa Likoni. Kusema ukweli, kwanza hilo jambo ambalo amefanya linasikitisha watu wengi. Na mimi kwa mtazamo wangu naona amefanya makosa. Angegoja kwanza akae kwa ile chama yake mpaka tungoje the next elections, ndo from there ange make his own decision. Sasa kwa mtazamo wangu kwanza hajafanya kitu ambacho kinapendeza wananchi. Mimi vile naweza mshauri Aisha Juma, kwanza hiyo decision amemake kwanza afikirie. La sivyo kwanza arudi katika hiyo chama ya UDA na from there we wait for the next election. Alafu from there tutampea ama kulingana na mtazamo wake pia ata make his own decision. Hayo ni baadhi ya maoni ama zile hisia za wakazi wa kaunti ya Mombasa, na kwa sasa hivi acha nirudishe usukani kwako studioni. Naam, tuelekee katika kaunti ya Kwale ambapo watumiaji wa barabara ya Kinango Kwale wametaka mamlaka ya barabara kuu ya Kenya KENHA kuanza na kukamilisha haraka ukarabati wa daraja la Marere linalounganisha maeneo ya Kinango na Kwale baada ya kukatika Jumapili iliyopita. Usafiri katika barabara hiyo ulitatizika kwa muda baada ya daraja hilo la zamani kuharibika, hali iliyosababisha gari moja kuanguka. Wasafiri wanaotumia barabara hiyo wanasema njia ya muda iliyotengenezwa ni nyembamba mno na haiwezi kuhimili msongamano wa magari. Wametaka KENHA kuchukua hatua za haraka kukarabati daraja hilo ili kurejesha usafiri wa kawaida. Aidha, wamesema mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa daraja hilo jipya pamoja na uboreshaji wa barabara ya Kwale Kinango anakumbana changamoto ya kuendelea na kazi kutokana na uharibifu wa daraja hilo. Ile imevunjika imetuathiri kwa sababu kama vile unaona sasa hivi tunapita mahali ambapo ni mahali pa kupita kwa utaratibu sana, na tunaomba hiyo pia itengenezwe kwa sababu hiyo ndio imefungia maendeleo sana. Hiyo ndio inaunganisha Kwale na Kinango. Imeathiri pakubwa kwa sababu kuna gari kubwa kama hizi semi-trailer kwa sasa haziwezi pita tena katika sehemu hiyo. Ni gari tu ndogo na hizi za abiria ndizo ambazo zinapita. Mara pikipiki wengine wanaanguka pale kwa mto. Hivyo bana. Katika wale wahusika wa barabara wa serikali kuu na wale wa kaunti, tafadhali tunaomba hicho kipande kishughulikiwe haraka ili usafiri uweze kuwa rahisi. Serikali hapo kama itawezekana itengenezwe ile kwanza haraka kwanza, ndo magari pite na huko, ndo sisi tuendelee na hii njia nyingine kwa usalama. Unaendelea kutazama Taswira ya Al-Shifa, mtazamaji. Tukirudi hapa mjini Mombasa ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Jomvu walipata msaada wa kisheria kupitia kliniki ya msaada wa kisheria iliyoandaliwa na wakili Fatma Barayan kwa ushirikiano na mwenzake Lawrence Obonyo, wakiwa na lengo la kuboresha upatikanaji wa haki kwa wananchi wasioweza kumudu gharama za huduma rasmi za kisheria hasa katika ukanda wa Pwani. Mwanahabari wetu Mohamed Ismail alikusomea taarifa yake Kaka Isa. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, Barayan alisema kuwa kliniki hiyo ililenga kuziba pengo kati ya wataalamu wa sheria na wananchi wa kawaida ambao hawawezi kumudu huduma za kisheria. Alisisitiza kuwa wananchi wanapaswa kufahamu haki zao ili waweze kuzitetea ipasavyo. Hivyo nimeweza kusikiza watu wengi sana. Tumekuwa hapa kutokea saa 2 mpaka saa 7, na wale ambao tumeweza kuchukua
information yao. Kuna wenye tayari wako na kesi zinaendelea na kuna wenye ambao wanataka kuanzisha zile kesi. Kwa hivyo ndio maana nikaonelea kila wakili alikuwa kuna daftari lake ama faili yake. So tukitoka hapa tutaendelea kufuatilia zile kesi, wale ambao wanataka kuanza ama wale kunatakiwa mabarua yafanywe kwa mashirika mengine, tutawasaidia kama vile tumekuwa tukiwafanyia wale wa Chani wakati mara mwisho tulikuwa kwa legal clinic pale Chani. Kwa upande wake, Obonyo aliwahimiza wakazi kujitokeza kwa wingi kila mara programu kama hizo zinapoandaliwa. Alibainisha kuwa suluhisho la migogoro si tu kuokoa muda na gharama, bali pia huimarisha mshikamano, amani na maelewano katika jamii. Kwa hivyo ni himizo langu kwa wale ambao watakuwa wako na shida zozote na hawana namna. Ukisikia katika matangazo yote ya kuwa kuna hafla kama hii, kama vile mheshimiwa amejaribu kuweka na ataizungusha katika ward zote ambazo ziko eneo la Mombasa, ili watu waweze kupata usaidizi. Ushauri ni njia moja ya kufikia usaidizi ambao unahitaji. Na ushauri ukiupata sasa, ukienda kwa wakili ama ukienda kutafuta haki yako, sababu una haki ya kujiwakilisha, inakurahisishia mambo kwa vile kwa kiwango kingi umeshapata utaalamu au taaluma ambayo ungeweza kuilipia. Katika shughuli hiyo, visa vya ulaghai wa ardhi na masuala ya fidia yalishtokeza kuwa malalamiko makuu. Shirika hilo la msaada wa kisheria limeeleza kuwa linapanga kuendesha kliniki hiyo maeneo mengine ya kaunti ya Mombasa kama sehemu ya juhudi za kuendelea kuhamasisha uelewa masuala ya kisheria na kuboresha upatikanaji wa haki katika ngazi ya jamii. Nikiripotia taswira ya Al-Shifaa, jina langu ni Mohamed Ismail. Na mtazamaji, kufikia hapo nasema shukrani za dhati kwa kuichagua Al-Shifaa kwa kituo chako bora cha matangazo, habari na burudani. Kumbuka unaweza kusikiliza vipindi vyetu vya redio kupitia tovuti yetu ya www.alshifaradiokenya.com. Usiende mbali mtazamaji, narudi na habari za kimataifa na michezo. Karibu tena mtazamaji kwenye habari za kimataifa. Mamia wa Ethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan katika siku mbili zilizopita, ukikimbia mapigano karibu na mpaka. Vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudan viliambia shirika la habari la AFP miniko unajiri huku Sudan yenyewe ikiendelea kukabiliana na vita vikali kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF vilivyoanza Aprili mwaka 2023. Wanachama wa kikosi cha ukombozi wa watu Tigray TPLF alisema mapigano yaliyohusisha mizinga mikubwa na droni kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray yaliyotokea katika eneo la magharibi mwa Tigray la Shererina karibu na mpaka wa Sudan mapema Jumamosi na kuendelea hadi karibu jioni. Tuelekee michezoni mtazamaji, ambapo Al-Shifaa FC ilifuzu hatua raundi ya robo finali ya michuano Sisi ni Dola Cup baada kuichapa Fetu FC mabao 2-1 katika mchezo wa hatua raundi ya 16 bora. Sharif Majabe alipatia Al-Shifaa FC bao la mapema dakika 3 ya mchezo kabla ya Laban Otieno kuisawazisha Fetu FC dakika 64. Hata hivyo, bao la kujifunga la Juma Mwinyi katika dakika ya 81 ilihakikishia Al-Shifaa FC ushindi na tiketi ya robo finali. Katika mchezo mwingine, Mombasa Sports Club iliondoa Mombasa Kings kwa ushindi wa mabao 3-1. Abdalla Rashid aliifungulia Mombasa Sports Club ukurasa wa mabao dakika 57. Salim Ali akaisawazishia Mombasa Kings dakika ya 68 kabla ya Solomon Wenguse kufunga bao la ushindi katika dakika 71. Kwa matokeo hayo basi, Al-Shifaa FC sasa itakutana na Mombasa Sports Club katika hatua ya robo finali. Kwingineko ni kwamba beki wa Bandari FC Sharif Majabe ameagana rasmi na klabu hiyo na anatarajiwa kujiunga na klabu ya Tanzania Revenue Authority TRA kwa mkataba wa miaka 3. Majabe anaondoka Bandari FC baada ya kuhudumu katika klabu hiyo kwa kipindi kirefu, akifunga ukurasa wa safari yake nchini Kenya na kuanza changamoto mpya katika soka la nchini Tanzania. Na ripoti kwamba beki huyo mahiri atasaini mkataba wa miaka 3 na TRA kuwa kitarajiwa kuimarisha safu ya ulinzi ya klabu hiyo katika kampeni za msimu ujao.
Tuelekee ugaibuni, tuangazie uhamisho wa wachezaji mtazamaji, ambapo Manchester United imezidiwa nguvu katika harakati zao za kumsajili wingo wa Everton raia wa Senegal Iliman Ndiaye baada ya klabu ya Al Hilal kuingia kwenye kinyang'anyiro hicho. Mabingwa wao wa ligi kuu ya Saudi Arabia wako tayari kulipa kiasi cha dola milioni 111 ambapo ni takriban pauni milioni 75 kinachohitajika na Everton, kiwango ambacho Manchester United imeshindwa kumudu. Kingineko ni kwamba Manchester City wanajiandaa kuwasilisha ofa nono ya dola milioni 94.2 takriban pauni milioni 70 kwa ajili ya mshambuliaji wa Chelsea Pedro Neto, wakilenga kumrejesha chini ya aliyekuwa kocha wa The Blues Enzo Maresca ambaye aliwahi kufanya kazi naye hapo awali. Arsenal wameonyesha nia kutaka kumsajili Joao Pedro kwa zaidi ya dola milioni 115.1 ambazo ni takriban pauni milioni 85.6 au euro milioni 100, lakini mshambuliaji huo wa Brazil anatarajiwa kusaini mkataba mpya na Chelsea badala ya kuhamia Arsenal. Mwisho ni kwamba PSG wanataka kumsajili kiungo wa Real Madrid Jude Bellingham na wako tayari kumfanya nyota huyo wa kimataifa wa England kuwa mchezaji anayelipwa mshahara mkubwa zaidi ndani ya klabu hiyo ili kumshawishi akubali kuhamia timu hiyo ya nchini Ufaransa. Na mtazamaji, kufikia hapo nasema shukran za dhati kwa kuweza kuichagua Alshifaa TV kwa kituo chako nambari 1 kwa habari, matangazo na michezo. Usisahau kufuatilia kipindi chetu cha The Pink Corner kila Jumatano saa 1 na dakika 40 jioni, maana ni kipindi ambacho kwamba kinazungumzia masuala ya afya ya akili. Usikose, maana kinakuhusu. Kumbuka matangazo haya pia unaweza kuyafuatilia moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook tunapatikana kama Alshifaa Digital Kenya. Kwenye mitandao ya YouTube ni Alshifaa Television Kenya, na pia tunapatikana at Alshifaa Digital Kenya, na pia usikose kutufuatilia pale TikTok, Instagram na X kupitia Alshifaa Media Kenya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimekuwa mtayarishi, mhariri na vile vile msomaji Joseph Lewa. Amehusika pia Mejumaa Mdoe bila shaka ambaye amekuwa nyuma ya kamera, na kutakia usiku mwema mtazamaji, lala tamu.